pamoja na viongozi wa dini mliopo kwenye meza zetu za hapo chini, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kifupi chake JMAT, mkoa wa Mbeya, pamoja na kamati za amani za mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini, imeandaa kongamano hili kubwa la kuliombea taifa amani na utulivu kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Thimu yetu inasema kura ni haki yetu, kulinda amani ni wajibu wetu. Baada ya utangulizi huo ya makaribisho haya, mimi nitakuwa nani katika kushika maiki hii kwa kipindi cha muda mlichonipa. Tunaomba ushirikiano pamoja ili tuweze kumaliza jambo letu kwa muda tuliopanga. Naitwa Sheikh Ibrahim Omar Gombo, ni makamu mwenyekiti Jumuiya ya Maridhiano mkoa wa Mbeya, lakini nikisaidiana hapa na katibu wangu Profesa Donald Mwanjo. Baada ya kusema hayo, naomba sasa kwa heshima na taadhima niweze kumkaribisha kadhi wetu wa mkoa wa Mbeya ambaye ni mwenyeji hapa, aje kutufungulia jambo letu hili na kongamano letu hili kwa maombi. Namuomba hapa aweze kujongea. Tanzania ni yetu, dini mbalimbali, amani kwanza, upendo na amani. Tuombe. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa neema mbalimbali ulizotujalia, uzima, afya na ubinadamu wetu. Tunatushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nchi yetu nzuri ya Tanzania ambayo imebarikiwa kwa neema mbalimbali ambazo hata majirani zetu hawana. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa tunu ya amani ulioibariki nchi yetu ambayo imekuwa mfano kwa dunia nzima. Ewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tunakuomba utujalie kongamano letu hili lianze kwa usalama, tumalize kwa salama. Ujumbe utakaotoka katika membari hii uweze kuwafikia Watanzania wote kuhusiana na amani, usalama na upendo katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba katika uchaguzi huu tunaouendea, ambao sio wa kwanza kwa nchi yetu, basi upite kwa salama kama zilivyopita chaguzi zingine. Wako miongoni mwetu ambao wapo mbali na sisi katika nchi hii, ambao yakitokea matatizo wao hawataumia, bali tutaumia sisi tuliopo ndani. Mwenyezi Mungu, kwa mbinu zao na fitna zao, jalia kwamba zisitupate. Ewe Mwenyezi Mungu, katika jambo jema ubaya haukosekani. Kuna wachache miongoni mwetu katika nchi, ima kwa fikra au kwa vitendo, wanaweza kuvuruga usalama na amani katika nchi yetu. Tunakuomba uwadhibiti wewe mwenyewe na utujalie uwezo wa kuweza kupambana na jambo hili. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba yote haya kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Amin. Amin. Sambamba na hilo, viongozi wenzangu, naomba sasa mnipe ridhaa yenu niweze kumkaribisha Bishop Thomas Kongoro kwa ajili ya maombi ya kufungua kongamano letu. Karibu sana Bishop Thomas.
sana. Hongera. Tanzania ni yetu, amani kwanza, dini mbalimbali, upendo na amani. Ningeomba kwa heshima ya Mwenyezi Mungu kama tungesimama wote wakati wa dua. Mungu Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na mwenye kuweka mipaka na makazi ya wanadamu katika nchi ulioiumba, umetupa nchi inaitwa Tanzania, na ndimo ulimotuweka. Umetuagiza kwa neno lako, kwa mjumbe wako Nabii Yeremia, akiagiza ya kwamba tuitakie amani mji uliotuweka tuikae, kwa sababu kwa amani hiyo tutasitawi, tutapata maendeleo na tutakuabudu na kukushukuru. Viongozi hawa ni viongozi wako uliowaweka katika wajibu muhimu kwa ajili ya kuombea nchi. Na leo hii tarehe 23 ya mwezi Oktoba mwaka 2025, zikibaki siku kadhaa 7 ili tuingie katika uchaguzi mkuu, viongozi hawa kutoka mikoa husika tumesimama wote kuliombea taifa, kuombea amani, na twakuomba kwa kuwa wewe una uwezo wa kuagiza kila mwanadamu kwa nafsi yake, uagize kila Mtanzania mahali alipo aitake amani kwa nchi. Kila mmoja kwa nafsi yake na dhamira ya ndani ipuuze kila jambo linalokwenda kinyume na amani, kwa sababu pasipo amani hatuna nchi yenye mtengamano na unaoweza ukatupa yale mambo unayotaka tupate. Ninaomba kwamba Mungu, uchaguzi huu kwa kuwa ni muhimu sana kwa mustakabali wa taifa na kwa mujibu wa sheria, ni wakati muhimu wa mpito ili tuwapate wale viongozi unaowataka ili watupeleke kwenye mema ulioyakusudia. Na ndio sababu tunaomba sote kwa pamoja uiatamie Tanzania, uweke misingi ya amani katika mipaka yake, na kusiwepo na jambo lililo kinyume na amani hiyo. Kama ipo silaha iliyoko gizani tusiyoiona ikikusudia kuharibu amani, silaha hiyo tunaiangusha chini kwa mamlaka ya jina lako, ili tubaki katika amani na tuingie katika uchaguzi, kwa kuwa ni haki ya kila Mtanzania kufanya hivyo kwa ajili ya kupata viongozi wetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu utusikie na usimame nasi sasa mpaka tutakapomaliza uchaguzi kwa salama na amani. Kwa utukufu wa jina lako ninaomba haya kwa jina la Yesu. Amen. Donald Mwanjoga, kaimu katibu wa Jumuiya ya Maridhiano mkoa wa Mbeya, aweze kuja kutoa utambulisho wa viongozi wetu. Karibu sana. Asante sana Lucy.
Tanzania yetu, amani kwanza, dini mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenyeji na wageni, nimepewa na kazi moja tu ya utambulisho. Kama alivyotambulishwa, ni Profesa Donald Mwanjoka. Na mimi kwa niaba yangu mwenyewe, karibuni sana wageni. Tumesikia vizuri kuwa na nyinyi hapa jijini Mbeya kwa kazi nzuri ya kuombea taifa letu. Na kwa sababu ya muda wetu, nitakwenda nipate ridhaa kwenu mwenyekiti, nitambulishe kwa makundi. Tuko viongozi mbalimbali kutoka nyanda za juu kusini, na kwa sababu ya muda naomba ridhaa ya viongozi wangu tutambulishe kwa makundi. Nitakapotambulisha mkoa, nitamuomba mwenyekiti Musika, alafu atasimama na wajumbe wote kutoka mkoa huo. Na baada ya kusema hivyo, basi naomba tuanze na mkoa wa Iringa. Niombe mwenyekiti wa Iringa asimame, atakaposimama asimame na watu kutoka Iringa, alafu wengine washangilia. Pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Mbeya aweze kuja kutoa neno la kukaribisha wageni na kueleza madhumuni ya kongamano letu. Karibu sana Mheshimiwa Sheikh hapa kwenye podium. Wewe ni mwenyekiti pamoja na mwenyekiti mwenza mko hapo, mtakuja kama wenyeji kuja kuyasema mambo. Karibu sana. Sijaridhishwa na mwitikio wa salamu zetu. Hivyo awali yote naona kwamba tufanye mazoezi kidogo kukumbushana, alafu tupaze sauti kweli kweli. Maana yake sauti ya viongozi wa dini inapopaza kwenda juu, hakuna ambacho kinabaki. Kama kuna chuki, kuna uchochezi, vyote vinaondoka. Salamu ya kamati ya amani ni dini mbalimbali, jawabu linakuwa upendo na amani. Salamu ya jumuiya ya maridhiano ni Tanzania ni yetu, jawabu linakuwa amani kwanza. Hivyo nitakavyosalimia, naomba sauti ziende juu kweli kweli. Dini mbalimbali, upendo na amani. Tanzania ni yetu, amani kwanza. Bado kidogo viongozi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa wenye viti wa kamati za amani za mikoa ya nyanda za juu kusini, pamoja na waheshimiwa wenye viti wa jumuiya za maridhiano mikoa ya kanda ya nyanda za juu kusini, Mheshimiwa makatibu, wajumbe wa kamati za amani na jumuiya ya maridhiano, wageni waalikwa, viongozi wote wa dini mliopo hapa na waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullah. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Ndugu zangu, nikiwa mwenyekiti mwenza wa kamati ya maandalizi ya tukio hili kubwa na muhimu katika taifa letu, nachukua fursa hii kuwakaribisheni kwa moyo mpana kabisa na wa furaha nyote kwa pamoja katika tukio hili, na kuwakaribisha sana wageni wetu toka mikoa ya Iringa, Rukwa, Njombe na Songwe. Karibuni sana na nijisikie mko nyumbani. Mbeya ni salama, Mbeya ni amani, na Mbeya ni ya kijani. Karibuni sana. Leo tumekusanyika hapa kama ndugu wa taifa moja chini ya mwamvuli wa amani zetu, kwa lengo la kuhamasisha na kusitiza amani, mshikamano na uwajibikaji wa kiraia, hususan katika kipindi hiki tunachoelekea katika uchaguzi mkuu. Amani ni msingi wa maisha ya ibada. Dini zote zinahimiza amani. Hakuna dini ambayo ni dini hasa ikawa haihimizi amani. Hiyo inakuwa sio dini ya kweli, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ni amani. Sasa kama una dini ya Mwenyezi Mungu
ambaye yeye ni amani na wewe hauhimizi amani, basi lazima tutatia shaka na hiyo dini unayoiongoza. Katika Qur'an tukufu aya ya 25 sura ya 10 inaitwa suratu Yunus, katika kutupelekea na kutuelekeza katika amani, Mwenyezi Mungu anasema wallahu yad'u ila dari salam. Mwenyezi Mungu anaita kuelekea nyumba ya amani. Na vile vile ukija katika Injili Mathayo 5:9 inasema kwamba heri wapatanishi, kwamba wale wanaosimama katika kupatanisha, lengo linakuwa ni nini? Lengo linakuwa ni kufanya amani iwepo, pasiwe na magomvi, pasiwe na chuki, pasiwe na uhasama tofauti baina ya watu. Kwa hivyo ni picha ya wazi kwamba dini zetu zinatuongoza katika amani. Ndugu zangu, hakuna uchaguzi mwema, maendeleo wala ibada bila ya amani. Hivyo basi, wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu, tutambue kuwa kura ni haki yetu na amani ni wajibu wetu. Ndugu zangu, mshikamano wa dini ni silaha dhidi ya chuki. Leo tunapokaa mezani pamoja ni ushahidi kuwa dini si sababu ya kutengana, bali ni daraja la kutuunganisha watu. Uislamu na Ukristo vinasisitiza maadili mema, haki, huruma na kuheshimiana. Sauti zetu za pamoja hakuna shaka zinaweza kushinda chuki, uchokozi na utenganifu wa aina yoyote katika taifa letu. Tunapoishi duniani na hususan tukiwa kama taifa, na kama ambavyo tunajua, taifa huwa ni kundi la watu lililopo katika eneo fulani wakiwa na utawala, sheria, lugha na alama za viunganishi na utambulisho wa pamoja. Kwa hivyo sisi wa Tanzania tukiwa hapa, kwa maana ya utawala na sheria, kuna mamlaka zinazotuongoza. Sasa dini zetu hazikuacha kuzungumzia mamlaka zinazotuongoza. Tukiangalia sura ya 4 ya Qur'an inayoitwa Suratul Nisa aya ya 59, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha war rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume wake na wale walio na mamlaka juu yenu, nikiashiria kwamba wale ambao ndio wapo katika utawala na kusimamia sheria tunapasa kuwatii. Ukija katika Injili Warumi 13 mstari wa 1 tunaambiwa kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo basi ni wazi kwamba tunaongozwa na dini zetu kuweza kutii mamlaka zinazotuongoza. Na katika mambo ambayo yapo kisheria na mamlaka inayotuongoza hapa kwetu Tanzania ni kwamba miongoni mwa mambo hayo ni kupiga kura, ikiwa ni njia ya kuchagua uongozi bora, ni haki ya kisheria na wajibu kwa mustakabali wa taifa letu. Kwa kuwa kura ni wajibu, sio hiari, na wasihi wananchi wenzangu wote kwa pamoja wa Tanzania na waumini wote wa dini zetu za Kiislamu na Kikristo kujitokeza kupiga kura kwa amani, busara na heshima, bila ya kushinikizwa, kuchochewa au kugawanyika. Asitugawanye yeyote, asituchochee yeyote, asitushinikize yeyote kwa lolote. Ni haki yetu kupiga kura na ni wajibu wetu kupiga kura. Tuliendee hilo, na tunafanya hivyo kwa maslahi mapana na marefu ya nchi yetu. Ndugu zangu, tushikamane kama viongozi wa dini, tuendelee kulingania amani, kuepuka maneno ya mivutano, na tuhamasishane ushiriki wa wananchi katika mchakato wa kidemokrasia. Tanzania ni nchi yetu sote, tuilinde, tuiombee, na siku zote iwe mbele ya maslahi, zaidi ya maslahi binafsi. Maslahi ya taifa letu yawe mbele kuliko maslahi yetu binafsi. Mwisho, namuomba sana Mola
na sote tumuombe Mola asitunyang'anye zawadi ya thamani kubwa na nzuri ya amani ambayo ameipa nchi yetu, na Mola asitufanye sisi tukawa wenye kusababisha zawadi hiyo yenye thamani kubwa ikatuondoka, na ambayo zawadi hiyo ni amani. Tanzania ni yetu, amani kwanza, dini mbalimbali, upendo na amani. Asanteni sana. Asante sana mwenyekiti wa kamati za amani mkoa wa Mbeya kwa neno la kutukaribisha, vile vile kuelezea madhumuni ya kongamano letu. Naomba sasa nichukue heshima hii kwa heshima na taadhima, salamu maalum kutoka mkoa wa Mbeya ambayo inakuja kuwasilishwa na mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT, Bishop Oscar Ongere. Karibu sana katika podium. Wewe kama mwenye, naomba kila moja mgeukie jirani yake, ampe salamu, amwambie karibu mahali hapa. Maana nimeona watu wamekaa, kila moja, mwingine ana simu, mwingine na anajiuliza huyu jirani yangu ni nani? Hebu muulize jina angalau, alafu wale wageni wetu waliokuja msikae peke yenu, mchanganyikane na watu hawa wa Mbeya, Iringa, Mbeya, Njombe, tuchanganyikane. Hiyo italeta baraka sana. Jamani, mna amani? Tanzania yetu. Huku kwa waandishi wa habari sijasikia. Tanzania yetu. Amani kwanza. Tanzania yetu. Amani kwanza. Upendo na amani. Dini mbalimbali. Asante sana. Ndugu waheshimiwa wenye viti wa mikoa yetu Iringa, Njombe, Songwe, Rukwa, makatibu wa mikoa walioko hapa, maaskofu walioko hapa, makamu wenye viti walioko hapa, mashehe walioko hapa, wachungaji walioko hapa, nimeona wamama wako hapa. Wamama mjipigie makofi mengi. Kuna wamama wenye viti wa JUAKITA, najua viongozi, pamoja na wamama wachungaji walioko hapa, na vyombo vya habari vilivyoko hapa, vyama vya siasa vilivyo hapa. Nipende kusema itifaki imezingatiwa. Leo ni siku ya kihistoria. Ni siku ambayo mkoa wetu wa Mbeya umekuwa mwenyeji wa ugeni mzito sana, na huu ugeni umebeba viongozi wa dini, na tumewaalika angalau wazee wako hapa, wamama wako hapa, wenye viti baadhi ya vyama vya siasa wamekuja hapa kwa sababu tunataka tuseme nao, na tunamshukuru Mungu kwamba ametupa nafasi hii kwamba leo tuzungumze. Kama alivyotangulia mwenyekiti mwenzangu, mimi ninaitwa Askofu Oscar John Ongere, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano mkoa huu wa Mbeya, na nimefurahi sana kutembelewa na wenye viti wenzangu pia kutoka mikoa mingine ambayo tunafahamiana sana, na lengo kubwa lililotuleta hapa ni jambo moja. Kwanza, tunajua nchi yetu ni nchi inayotawaliwa kidemokrasia. Ni nchi toka serikali ya awamu ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akaja Mwinyi, akaja Mkapa, akaja Kikwete, akaja hayati Magufuli, na sasa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan yuko kwenye nafasi.
na kama utaratibu wa taifa lolote kuna namna kupata viongozi. Kwa hiyo rais wetu ametengeneza nafasi kwa ajili ya wananchi wa Tanzania kupitia tume ya uchaguzi kujipatia viongozi watakaochaguliwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Na ndio maana hapa unaona kura ni haki yetu, kulinda amani ni haki yetu. Na hii ndio imefanya viongozi hawa leo waje ili tuweze kuzungumza na umma wa Watanzania, na sana sana katika mikoa yetu ya nyanda za juu kusini na mikoa mingine ambayo kuna viongozi wa dini kama sisi tulivyo hapa leo. Na jambo la kwanza nipende kuwakaribisha pia kama mwenyekiti, kama alivyosema mwenyekiti mwenza, wenye viti wenzangu, karibuni sana Mbeya. Jisikieni kwamba mko pazuri na hali ya hewa ni nzuri, hakuna joto hapa, kuna AC ya Mungu, na Mungu awabariki sana. Na sasa niende kueleza moja kwa moja lengo kubwa ambalo limetufanya wenye viti hawa na viongozi hawa kuwepo hapa. Jambo la kwanza, tunajua tuna uchaguzi mbele yetu. Wiki ijayo tarehe 29 Jumatano tunakwenda kuchagua viongozi ngazi ya rais, wabunge na madiwani. Na kwa sababu hiyo tunawaomba sasa sisi kama viongozi wa dini, jambo la kwanza inatakiwa kuanzia kesho Ijumaa na siku ya Jumapili, tunawaomba wachungaji, mashehe, tuwakumbushe waumini wetu ambao tayari wameshajiandikisha kwenda kupiga kura, wajiandae kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29. Lakini la pili, kama viongozi wa dini tunajua kura inakomesha mashindano. Sawa sawa na kitabu cha Mithali 18 mstari wa 18, kura hukomesha mashindano. Kwa hiyo tutakapochagua, basi haya mambo mengine yote yatakuwa yamemalizika. Kwa hiyo ni vyema tukajitokeza kuwahamasisha waumini wetu na sisi wachungaji wenyewe kujihamasisha kwamba tuambie waumini wajipange kwa ajili ya kupiga kura. Jambo la pili ambalo ningependa kusema ni kwamba tunapokwenda kupiga kura, mkuu wa nchi ameshaandaa utaratibu, na tunajua kuna vyombo vya usalama ambavyo vitakuwepo kwa ajili ya kulinda amani ya wote wanaokwenda kupiga kura. Kwa hiyo ni viase vyombo vya usalama kabla ya ile tarehe ya kupiga kura. Ni kwamba tungetamani tukihamasisha wananchi wetu ili waende kupiga kura, vyombo vya ulinzi na usalama tuviashe kabisa, vitumie diplomasia nzuri, kwa sababu kama wakikimbiza magari tarehe 28 wakakimbiza magari mengi, watu wengi wanaweza wakashtuka kwenda kupiga kura kesho yake. Kwa hiyo watumie mbinu yao ya kidiplomasia kuhakikisha kuanzia tarehe 27, 28 wananchi wajiandae kwenda kupiga kura. Lakini jambo la tatu ambalo nataka niliseme, ambalo nimetuleta hapa, na haya mambo viongozi wenzangu watavizungumzia zaidi. Jambo la tatu ambalo nataka nilizungumze ni kwamba nchi hii ni ya kwetu, Tanzania ni yetu. Kubomoa nyumba ni rahisi sana, lakini kuijenga ni gharama. Wale watu waliojenga nyumba wanaelewa. Mimi nimebahatika kwenda Rwanda, nimebahatika kutembea mikoa mingi ya Rwanda, nimekwenda Burundi, nimekwenda hizo nchi kidogo ambazo zimekuwa na sintofahamu. Tunavyojua kwenye mitaa yetu tuna madereva bodaboda, tuna madereva bajaji. Hao vijana wanaendesha bajaji na wanategemewa sana na familia, wanategemewa sana na ndugu zao. Kama sintofahamu itatokea, maana yake mjomba wako atapata hali ngumu, mama yako mzazi atapata hali ngumu, watoto wako kwenda shule watapata hali ngumu, hawatakwenda kusoma.
wanaofungua maduka Mwanjelwa hapa hawatafungua maduka. Kwa hiyo tujitahidi sana kuhamasisha amani siku ya uchaguzi, na ninaamini kabisa kwa mikoa yetu, kwa sababu viongozi wetu wako hapa, tunaamini hatutarajii kama viongozi wa dini kuona vurugu ya aina yoyote, lakini tunachotamani kuona kwa watoto wetu, tuwaase vijana wetu nchi nzima, na wazazi waumini wetu, zungumzeni na watoto wenu waone thamani ya amani siku hiyo, wakachague kwa amani, warudi nyumbani kwa amani, na tupate viongozi wetu ambao watatuongoza kwa amani. Na baada ya kuyasema haya, niseme ninawashukuru sana viongozi wangu mtakaozungumza. Mimi nilitaka kuleta tu hayo, lakini niwashukuru sana kwa sababu hekima mtakayotoa leo itakuwa hekima ya baraka katika taifa letu la Tanzania. Na sisi tunaamini kwamba kwa neno lenu na kwa dua yenu tunakwenda kupita uchaguzi huu salama, na tutachagua viongozi tunaowahitaji, na taifa letu litaendelea kusani. Kwanza, karibu sana, karibuni sana ndugu. Vizuri viongozi wetu hawa wawili, tukiwa tulitanguliwa na mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Mbeya kama mwenyeji Sheikh Msafiri Ayasi Njalambaha, lakini pia akaongea mwenyekiti wetu wa jumuiya ya maridhiano na amani mkoa wa Mbeya Bishop Oscar Ongere. Wote kwa pamoja wamezungumza kama wenyeji na wametoa mwelekeo wa kongamano letu. Kwa kweli kwa yale waliyozungumza, naomba tuongeze makofi. Asanteni sana ndugu viongozi wote tuliopo ndani ya ukumbi huu. Baada ya salamu kutoka mkoa wa Mbeya zikiwa zimewasilishwa na viongozi wetu hawa wawili, kwa heshima hiyo hiyo mlonipa, naomba sasa nimuite kwenu. Na kabla sijamuita, nimepewa kuna gari T namba 362 DDV. Upendo na amani, dini mbalimbali, amani kwanza, Tanzania ni yetu, amani kwanza. Kwa jina naitwa Dr. Joseph Mgomi, ni askofu wa kanisa Anglikana mkoani Iringa, lakini ni mwenyekiti wa CCT mkoa wa Iringa na mwenyekiti wa kamati ya amani katika mkoa wa Iringa. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru kwanza Mungu aliyenipa nafasi hii adhimu kushiriki katika kongamano hili muhimu kwa mustakabali mwema wa taifa letu. Maneno yale ambayo ni salamu zetu za kawaida, kamati ya amani na kamati za maridhiano yanahamasisha jambo jema la ustawi wa Watanzania katika ujumla wake. Amani ni jambo muhimu. Mimi kama kiongozi wa kanisa, kitabu kinachoniongoza kufanya huduma yangu ni Biblia. Sasa Biblia ina maelezo ya kutosha kabisa kuhusu amani. Leo tuko siku chache kabisa kufikia siku ya uchaguzi mkuu kwa nchi yetu. Hakuna nchi ambayo inaweza ikaenda vizuri bila uongozi, na hakuna uongozi unaweza kupatikana kwa nchi za kidemokrasia bila uchaguzi. Basi uchaguzi ni jambo la muhimu na la msingi, na ni haki na wajibu wa kila Mtanzania. Mimi kama Mtanzania mwenzenu napenda kutumia nafasi hii ndogo kuwatia moyo wa Tanzania wote, tujitokeze kwa wingi siku ya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10. Tena tupige kura kwa kadiri inavyotakikana na inavyoelekezwa na tume ya uchaguzi, ili hatimaye tupate uongozi, kwa sababu bila uongozi hatuwezi kuwa na maendeleo wala mshikamano. Maana hakuna atakayewaambia wenzake tufanye nini, lakini hatuwezi kuwa na viongozi bila uchaguzi.
na hatuwezi kuwa na uchaguzi mzuri na mwema kama tutakuwa hatuna amani. Sasa Biblia inatueleza kuhusu mambo ya amani. Amani ni tunda la Roho ambalo kama hakuwezi kuwa na juhudi ya kutosha, amani huwa inapotea. Katika Waebrania sura ya 14 na mstari wa sura ya 12 na mstari wa 14 inasema, iweni na amani na watu wote, na huo utakatifu mtu asipokuwa nao hawezi kumuona Mungu. Watanzania ni watu wa kumpenda Mungu kupitia imani zao, dini mbalimbali. Ndio maana tunasema dini mbalimbali, amani na upendo. Kila mtu kwa imani yake. Hakuna anayelazimishwa ashike imani fulani, isipokuwa anaweza kushauriwa akipenda anakwenda. Lakini hatuwezi kumuona Mungu katika imani zetu kama hatuwezi kuwa na imani. Sasa tunahimizwa kwamba tuwe na bidii katika kutafuta amani na watu wote, kwa sababu hata kama mtu atasema nafanya hili na lile, kama hana amani na mwenzake, kwa kadiri ya misahafu kama nilivyosema, hawezi kumwona Mungu. Na amani ndiyo inayosababisha watu wakae pamoja, tena kwa pamoja, kwa umoja. Zaburi ya 133 inasema, jinsi ilivyo vema na kupendeza watu wakae kwa umoja na amani. Na huo utakatifu unatakiwa kwa kila mmoja wetu ili tuweze kuupata. Na anafananisha kusema kwamba watu wanapokaa kwa umoja ni sawasawa na mafuta yanayotiririka kutoka kichwani. Zamani walipowaweka viongozi kuwa viongozi, kuwaweka wakfu, waliwamwagia mafuta. Sasa mafuta mtiririko wake yakishamwagiwa mahali fulani yanatiririka moja kwa moja mpaka yanapoishia, hayawezi kukatika katika. Ndiyo inayofananishwa na watu wakiwa pamoja kwa umoja, mshikamano wao unavyoweza kuwa. Na hilo linatakiwa liwe jukumu la kila mmoja wetu. Katika kitabu cha Esther kwenye Biblia sura ya 4 mstari 12 inasema, kila mtu afanye juhudi kuhakikisha kwamba anatimiza wajibu wake, kuhakikisha lengo lililowekwa linafikiwa. Sasa Esther aliambiwa muda fulani kwamba nani ajuae kwamba Mungu hakukuweka eneo hilo ili kutekeleza wajibu huo wakati huu. Kipindi hicho alikuwa ni malkia, anatakiwa awaombee Wayahudi wasiteketezwe, kwa sababu kulikuwa na mpango wa kuwaua Wayahudi wote. Kwa akasema kwamba kila mtu anatakiwa kuwajibika, na akaambiwa Esther atumie influence yake kuhakikisha kwamba watu wanapona. Yeye alisemaga hivi kwamba hakuna asiyejua kwamba hakuna mtu anaweza kuingia kwa mfalme asipoitwa, na kuingia kwa mfalme bila kuitwa kinachokufuata ni kuuawa, na mimi sijaitwa. Ndipo Mordekai Binamiaka akamwambia kwamba usifikiri utakuwa salama peke yako nyumbani kwa mfalme, kwa sababu wewe pamoja na nyumba yako unaweza kufa, ila Mungu anaweza kutafuta njia nyingine ya kuwaokoa watu. Yeye ni kama alikuwa anataka kutumia, kuna methali mfano fulani huwa kinasikika katika Kiswahili kwamba kunguru mwoga kuponya bawa lake. Lakini Mordekai alikuwa anamwambia kwamba mtego wa panya huingia waliomo na wasiokuwemo. Ni kama tu kipindupindu. Mtu akiwa mchafu, hajachimba choo, anajisaidia ovyo, inaweza kusababisha kipindupindu. Wewe hata kama una choo safi, kama hutamtia moyo jirani yako na yawe na choo safi, kipindupindu kishaanza kwa fulani kitaenea kwa kila mmoja. Sasa mtu mmoja alipokuwa anafafanua maana usemi ule kwamba mtego wa panya huingia waliokuwemo na sio kuwemo, alisema hivi: panya alikuwa anafanya uharibifu katika nyumba fulani. Basi mwenye nyumba akatengeneza mtego, akatega ili panya anaswe, ikomeshwe tabia ya kuharibu mazao yake kwenye gari. Sasa panya akamwendea kuku, ndugu kuku, nisaidie, wewe una mrefu kidogo mwenzangu, upalwe mtego, ujigonge ukutani, uteguke, mwenzangu nipite kwa usalama napotafuta chakula. Kuku akisema shauri yako, kwa sababu wewe unaharibu mazao yake, mimi mwanadamu ni rafiki yangu, nampa nyama na pesa. Kwa hiyo mimi siwezi kuungana na wewe kuendelea kuharibu
mazao ya rafiki yangu. Panya kakaenda kwa mbuzi. Mbuzi, wewe ni mkubwa kidogo, hebu jaribu kuvuruga huu mtego, mwenzako nipite kwa amani. Mbuzi naye akasema kwamba mimi mwanadamu ni rafiki yangu, sijui wewe utajiju. Kapanya kakaenda kwa ng'ombe. Wewe ng'ombe, wewe ni mkubwa, tena ukiukanyaga unaharibika kabisa, ili mwenzako nipate nafuu ya kupata chakula. Basi ng'ombe akasema, wewe, mimi mwanadamu ni rafiki yangu, namsaidia kazi zake kama vile kulima, namsaidia kupata fedha, namsaidia kupata kitoweo, siji wewe ambaye ni mharibifu. Kikasema, jamani, mtego wa panya huingia aliyekuwemo na asiyekuwemo, nafuta tatizo hili tulitatoka pamoja. Walipokataa, basi kapanya kakaendelea kufanya juu chini, kwa kwamba kanakwepa mtego na kujaribu kwenda kupata chakula. Sasa siku moja akanyoka anapenda panya, akafuata, anataka kumla. Panya kukimbilia mahali ambapo anaweza kujihifadhi, lakini nyoka anamfuata. Panya anaelewa mtego ulipo, akakwepa mtego. Nyoka alipokuja akapita kwenye mtego, akanasa kwenye mtego. Mwenye nyumba aliposikia mtego umefiatuka, jua tayari panya kesha naswa, kaenda kichwa kwenda kuhakikisha kwamba anamkamata. Anaenda pale akagongwa na nyoka, lakini watu wakaja wakaamua nyoka akawa kwanza kufa kwa sababu ya mtego wa panya. Mwenye nyumba naye kagongwa kichwani, ataponaje? Mwisho wake wakasema, hebu leteni mafuta ya kuku. Mafuta ya kuku huwezi kuyapata mpaka amekufa. Kachinjwa kuku kupata mafuta, amekuwa mtu wa pili. Baadaye yule mzee akashindwa akafa, amekuwa mtu wa tatu. Sasa kuna msiba, kitoweo tunapata wapi? Lete mbuzi. Mbuzi akachinjwa, akapata kitoweo ili watu waende kuzika. Mbuzi sasa umaliza msiba, siku ya kumaliza msiba alikuwa mtu mkubwa, tunafanyaje? Inatakiwa mboga ya kutosha. Akaletwa ng'ombe akachinjwa. Akasema, mtego wa panya naingia aliyekuwemo na asiyekuwemo. Kwa hiyo lazima tutafute amani sote kwa pamoja, kwa sababu amani ikikosekana kila mtu yuko hatarini. Basi kwa maneno machache niwatie moyo ndugu zangu wa Tanzania kwa ujumla wetu, tuhakikishe kwamba tunahakikisha tunaimarisha amani, tufanye uchaguzi kwa amani, tupate uongozi tuchagua sisi wenyewe, hatimaye nchi yetu ipate maendeleo, kwa sababu tukiona mtu anafanya jambo la kusababisha sisi sote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Iringa, kwa kweli umetupa kisa kizuri hicho, naomba tumuongezee makofi. Hapa atoe salamu za mkoa wa Songwe kuelekea uchaguzi Oktoba 29 mwaka huu tulionao. Naomba mwenyekiti wetu Sheikh wa mkoa wa Songwe Alhaji Batuza na kuomba hapa, lakini kila anayekuja kuongea kwenye bango letu hapa chini kabisa kuna slogan, usiache kuisema. Kura ni haki yetu. Itikia, malizia maneno ya mwisho. Kura ni haki yetu. Asanteni sana mheshimiwa Kaimu. Dini mbalimbali, upendo na amani. Tanzania ni yetu, amani kwanza. Kura ni haki yetu. Waheshimiwa wenye viti wa mikoa mitano ya Nyanda za Juu Kusini, waheshimiwa viongozi wa dini, mashehe, mapadri, maaskofu, waheshimiwa wageni mbalimbali waalikwa, waandishi wa habari, tunasema itifaki imezingatiwa. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi.
Kwanza na haki ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha siku ya leo. Tunaita ni siku adhim, siku kubwa katika nyanda za mikoa hii, mikoa mitano, mkoa wa Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa, ambao wameandaa tukio hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipe kheri. Ndugu zangu, tunaelekea katika uchaguzi wa kupata viongozi ambao watatuongoza ndani ya miaka mitano. Tukiwa ni viongozi wa dini, tuna wajibu wa kusema hasa kuhusiana na amani, kwani amani ikitoweka hata uchaguzi hauwezi kufanyika. Kwa hiyo kabla ya uchaguzi, ndo maana viongozi wote wa dini tumekusanyika mahala hapa ili tuongelee swala la uchaguzi, swala la amani. Ndugu zangu, kila mtu anamtambua Mwenyezi Mungu kwa lugha anayoifahamu yeye. Kila dini inamtamka Mwenyezi Mungu kwa lugha yake, lakini huyo Mungu ambaye tunamnadi ndani ya nyumba za ibada mahala mbalimbali, yeye mwenyewe anajiita ni amani. Allahu wassalam, Mwenyezi Mungu ni amani. Waislamu wanakesha misikitini, Wakristo wanakesha makanisani, kwa pamoja wanatoa sadaka, wanafanya ibada mbalimbali wakitafuta paradiso, tunasema aljanna. Yani unahangaika, unatafuta pepo ya Mwenyezi Mungu. Hiyo pepo, paradiso ambayo tunaihangaikia ndani ya dunia hii ili Mwenyezi Mungu aweze kutupa, Mwenyezi Mungu ameiita kwa mujibu wa Qur'ani, asema lahum darus salam. Yani hao wanaofanya ibada makanisani, wapi, misikitini, wanahangaika kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu, watapata nyumba ya amani. Kwa maana paradiso ni nyumba ya amani. Lakini ukishaingia ndani ya hiyo nyumba ya amani, salamu mtayokuwa mkitoleana ndani ya hiyo nyumba ya amani, Mwenyezi Mungu asema kwa mujibu wa Qur'ani, tahiyyatuhum fiha salam. Salamu watazokuwa wakipeana ndani ya paradiso ni amani. Amani iwe nawe. Ndugu zangu, amani kitu muhimu sana ndani ya maisha yetu. Hii amani, utulivu, wazee wetu walihangaika kupata uhuru wa Tanzania. Wengine walitoa mali zao, walitoa vitu vyao ili kuhakikisha uhuru wa Tanzania unabakia na unapatikana. Leo mimi na wewe Mtanzania, kitu gani ambacho tunaifanyia Tanzania kabla Tanzania haijatufanyia? Hiyo Tanzania ambayo leo unaona haina maana, haina thamani, unataka uivuruge. Tambua kuna watu walipoteza muda wao, mali zao, vitu vyao kwa ajili ya uhuru wa taifa hili. Wewe leo ambaye huoni thamani ya nchi yako, kitu gani umeifanyia Tanzania? Lazima tuwe wazalendo kwa taifa letu. Lazima tuipende Tanzania. Lazima tuithamini Tanzania. Lazima tuihami Tanzania. Hatuna Tanzania isipokuwa hii. Tunafanya biashara zetu, tunalima, tunafanya kazi zetu, tunaendesha maisha yetu ndani ya Tanzania. Itakuwa ni jambo la ajabu Mtanzania ambaye mambo yake yote anayafanya ndani ya Tanzania, alafu awe tayari
kwamba Tanzania iharibike mikononi mwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Suratul Nahl aya ya 112 asema, wadaraba Allahu mathalan qarya, Mwenyezi Mungu anapigia mfano wa nchi, kanat amina mutma'inna billah, hii neema ya amani na utulivu. Hii nchi ikakataa ikasema hatutaki sisi amani, tuanze maandamano. Hatutaki amani sisi, utulivu hatutaki, tuanze amani ambacho kimeletwa sasa baada ya neema ya Mungu ya amani na utulivu, watu hawa wa nchi kukataa, basi itakuwa ni mapambano, vita kati yetu sisi. Mfano hai tunao kwa majirani zetu. Kongo, angalia akina mama, watoto wanauawa, wanakosa chakula, wanakosa pakulala, wanahangaika. Burundi, nchi nyingi ambazo zimetuzunguka ni mazingatio. Basi tufahamu wa Tanzania, nchi yetu ni nchi ya thamani sana. Tusighiribiwe na mtu yoyote ambaye anataka kuja kuichafua nchi yetu. Lazima tuilinde nchi yetu, tuithamini nchi yetu, tuijali nchi yetu, tujitoe kwa ajili ya nchi yetu kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea. Tunaelekea katika uchaguzi. Upigaji wa kura ni haki ya kila Mtanzania. Kama ni haki yako, kwa nini huitumii hiyo haki yako? Kupitia mimbari kama hizi tunawakumbusha Watanzania wenzetu, raia wenzetu, ndugu zetu, hii ni haki yetu. Hebu tukawachague wale ambao tunaona watatuletea manufaa na maendeleo ndani ya mikoa yetu, ndani ya wilaya zetu, ndani ya kata zetu, ndani ya vijiji vyetu. Uongozi anayetoa ni Mwenyezi Mungu kupitia wanadamu, kupitia mtu yoyote, lakini mtoaji ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani yasema, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Mwenyezi Mungu mfalme kuliko wafalme wote, atoa uongozi, yani Mwenyezi Mungu anampa uongozi yule amtakaye. Mungu ndo anatoa uongozi. Kwa hiyo kama Mungu ndo anatoa uongozi, basi ni kupitia kura zetu. Hebu tukaoneshe basi Mungu nani anatuchagulia kupitia ngazi ya uraisi, ngazi ya ubunge, ngazi ya udiwani. La mwisho, tungependa vitu kama hivi visiishie hapa. Vitu kama hivi visiishie wakati tunaelekea katika uchaguzi. Inaonekana baadhi ya watu hawafahamu thamani ya amani na utulivu. Kumbe tunaiomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makongamano kama haya yawe endelevu, hasa kwa chipukizi vijana ambao wanashawishiwa kwa vitu vingi ambavyo baadaye vinaweza kuwaletea madhara. Kwa hiyo elimu ya makongamano kama haya ni muhimu sana, iendelee ndani ya taifa letu kwa manufaa ya nchi yetu na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asante sana Bishop Mwaipopo. Naomba uzitumie dakika zako 9 vizuri tu. Dini mbalimbali, upendo na amani. Kura ni haki yetu.
wapendwa viongozi wa JMAT mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, kutoka mkoa wa Rukwa, JMAT imewakilishwa na viongozi wa dini hawa wafuatao. Mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa JMAT mkoa wa Arusha, mkoa wa Rukwa, Askofu mstaafu Ambele Mwaipopo, mimi mwenyewe ninayezungumza, na kati yetu tunaye makamu mwenyekiti ambaye tumegawana. Mimi nitazungumza dakika 7:30 na yeye 7:30, na najua dakika 1:30 imenitoroka, nimebakiwa na dakika 6, na huyo si mwingine ni Mheshimiwa Rashid Aklimali, shehe wa BAKWATA mkoa wa Rukwa. Naomba tafadhali pale ulipo usimame, jukwaa hili lipate kuona. Na pamoja nasi tunaye mchungaji Emmanuel Sikazwe kutoka kanisa Moravian jimbo la Rukwa. Yeye ni katibu wa JMAT mkoa wa Rukwa. Naomba pale ulipo usimame. Na mwingine ni Ustadhi Adam Mohamed, katibu wa BAKWATA mkoa wa Rukwa, ambaye yeye ni makamu katibu wa JMAT mkoa wa Rukwa. Naomba pale ulipo usimame. Tumefika hapa kuungana na viongozi wenzetu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ili tukongamane, tukiwasihi waumini wote wa dini zetu kujitokeza kwenda kupiga kura, kumpigia yule ambaye kila mmoja anaona atafaa kuwa kiongozi kwa nafasi ya rais, mbunge na diwani. Kupiga kura ni haki yetu. Wakati huo huo, tunawakumbusha wananchi, waumini wetu wa Nyanda za Juu Kusini na Tanzania kwa ujumla kwamba ni wajibu wa kila mmoja wetu kulinda amani ya taifa hili la Tanzania. Oktoba 29 mwaka 2025, siku 6 zijazo, nendeni ninyi waumini wa dini mbalimbali kwenye vituo vya kupiga kura ili kuwachagua viongozi watakaoliongoza taifa hili. Nisome Samueli wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 12 kutoka Biblia yetu takatifu. Inasema, ndipo Samueli akatwaa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jiwe lile Ebenezeri, akisema, hata sasa Mungu tusaidia. Waumini wa dini zetu mbalimbali ukanda wa Nyanda za Juu Kusini na Tanzania kwa ujumla, tangu mwaka wa 1961 bendera ya mkoloni Mwingereza ilipoangushwa na bendera ya taifa letu kusimama, pamekuwa na amani. Hii ni kwa sababu Mungu amekuwa Ebenezeri, ametusaidia mpaka sasa.
Mapinduzi yalipotokea kule Zanzibar, Mungu amekuwa Ebenezeri, amani imesimama mpaka sasa. Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulipoanzishwa na waasisi wetu wa taifa hili umesimama mpaka sasa, kwa sababu Mungu amekuwa Ebenezeri, amesimama pamoja nasi. Mungu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Amekuwepo na mababa zetu, amekuwepo na sisi, ataendelea kuwepo na watoto wetu na wajukuu wetu vizazi vinavyokuja. Tunawasihi sana asiwepo mtu yoyote wakati huu kuelekea uchaguzi na wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kutempa na amani katika taifa letu hili la Tanzania. Amani yetu ni tunu ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, na kila mmoja ni wajibu wake kuilinda amani ya taifa letu. Kura ni haki yetu. Mwisho lakini si kwa umuhimu, ni washukuruni sana viongozi wa JMAT mkoa wa Mbeya. Baba Askofu Oscar Ongere ni rafiki yangu sana. Sasa nilikuwa naongea naye nikijua atanikaribisha hapa vizuri. Sasa nilipoendelea kujiandaa kuja, namwambia niko Tunduma, akasema utamkuta mtu wa itifaki anaitwa Ibrahim Bombo, huyo ndio anakukaribisha. Sasa nasema Ibrahim Bombo tena namna gani? Mimi namtaka Oscar. Kufika hapa tukakaribishwa na Ibrahim Bombo, shehe na kiongozi makamu wa uongozi katika mkoa wa Mbeya. Yeye ni Muislamu, mimi ni Mkristo. Jamani, ukarimu nilioukuta kwa Ibrahimu Bombo ni wa pekee sana, kiasi ambacho huyu Oscar usiponipata kukupigia simu ujue zinakwenda kwa nani? Tanzania ndio ilivyo, Tanzania yetu ndivyo tulivyo. Tunavuka mipaka ya dini, tunavuka mipaka ya ukabila, tunavuka mipaka ya ueneo. Tunahitaji amani itawale katika taifa hili la Tanzania. Niwashukuruni sana kwa ukarimu mliotupa, na Mungu Mwenyezi awabariki, na amani ya Mungu ipitayo akili zetu zote iendelee kutuhifadhi mioyo yetu na nia zetu, hata tarehe 29 tunapoenda kukaribia visanduku vile vya kura. Shehe Aklimali, dakika zako 7 hizo na jukwani lako, naomba ufike hapa mbele tafadhali, uweze kuyasema yale ambayo sisi wanarukwa tuna matamanio kwa taifa letu hili la Tanzania. Karibu Shehe Aklimali. Tanzania ni yetu, amani kwanza, kura ni haki yetu. Waheshimiwa viongozi wa meza kuu na ndugu zangu mliojumuika mahali hapa, viongozi wote, ni mapenzi yake tu Bishop Mwaipopo juu yangu, na huu ndo Tanzania. Ndio maana naona huyu shekhe naye aje aseme dakika 7. Dakika 7 nyingi. Waheshimiwa, mimi nimekaa Kongo mwaka 1981 mpaka 84. Niliteuliwa na mufti wa zama hiyo Hemedi bin Juma bin Hemedi, Mungu amrehemu,
na msamehe makosa yake, akanipeleka Kongo, Kalemi na Moba. Nimekaa miaka 4 kwa ajili ya dini. Mwaka 84 yaliyonikuta sintasahau katika maisha yangu. Ndo zama Baba Kabila alikuwa anampindua rais wa wakati ule Mobutu. Mimi nilikuwa kule, niliona amani ilivyovurugika Kongo kipindi kile, mimi nikiwa kiongozi wa dini ya Kiislamu. Nyumba yangu ndo walikimbilia watu wote, wakajaa mule ndani, na mimi nilikuwa sijasikia mlio wa bunduki au bomu. Nilikuwa nikisikia mlio wa bunduki ni wakati wanamgambo wanapiga shabaha. Tunaambiwa kesho msitoke mlima fulani, watakuwa wanapiga shabaha wanamgambo. Tukiwa nyumbani tunasikia mlio ule kwa mbali, basi hao ni wanamgambo. Sasa yalinikuta mubashara live, bomu linaanguka na nyumba zinaungua, amani ikavurugika. Tulikaa ndani siku 3 bila kutoka, hakuna kula wala kunywa, na hatukumsikia jogoo anawika wala mbwa kubweka. Kimya kabisa. Panapita zilzala, tunafikiri labda kiama ndo kimesimama, kumbe ni amani imetoweka mahali pale. Haya niliyoyaona, huyu anasema kitanuka tarehe 29, tumlani ni shetani rajim, amelaaniwa na Mungu, anaweza akatuharibia amani ya nchi yetu. Hajaona vijana.com wa sasa, hamjaona. Mimi niliyaona mambo hayo, na nilipanda boti kilomita 15 kwa kukimbia kuanzia saa 10:30. Mahala ilipokuwepo boti nilifika saa 1 asubuhi. Tunatambuka mizoga ya watu, damu zimetapakaa, mahali ambapo tumejawa na hofu. Unatamani Mungu akusaidia kurushe kuja Tanzania mahala penye amani. Tuliingia kwenye boti hilo na watu wanakimbia boti hilo. Niliona maajabu, mtu mzima anamtupa mwanaye wa miaka 2, anasema nendeni naye huyo. Na ndivyo ilivyokuwa. Tunawakimbia watu wasio wengi kwenye mtumbwi wetu ili tusizame mahali pale, na tunashuhudia majengo yanavyoungua, tunashuhudia moshi mzito. Amani imevurugika, hakuna aliyekumbuka kwenda msikitini wala kwenda kanisani. Hayo nimeyashuhudia kwa macho yangu, na tangu 84 hiyo narudi Tanzania. Leo unipe milioni 10 kwa mwezi kwenda kufanya kazi mahali pale, siwezi kukubali hata mara moja. Vitu vyangu viliharibika, vitabu vyangu viliishia huko, vyeti vyangu vilipotea huko, nikapoteza utu wangu kwa muda wa siku 3. Amani ni kitu muhimu mno. Tulipofika Tanzania tukapumua, tukaangukia sehemu moja ya Tanganyika ya Tanzania inaitwa Kirando. Tukapokelewa mahali pale na Watanzania wenye huba, wenye mapenzi, wenye amani. Tukawa wakimbizi. Na kwa sababu mimi nilikuwa Mtanzania, nikaondolewa mahali pale, wenzangu wa Kongo wakawa ni wakimbizi katika nchi yao. Wakapelekwa Kipili, na baada ya Kipili wakapelekwa Kigoma kwenye kambi ya wakimbizi. Na mpaka baadhi yao waliporudi kule kwao walisema haturudi Kongo tena, tunatamani kuishi Tanzania. Amani kwanza. Tanzania yetu hii ndio Tanzania.
Ndio maana leo tumekaa na mababa askofu pamoja, mashekhe pamoja. Hulikuti nchi nyingine, ni Tanzania peke yake. Na nchi zetu tuzunguka zinanuka, haziko salama. Ukiharibu amani yetu unaenda wapi? Unakimbilia wapi? Kongo kwenyewe kule Goma, mwaka huu hawajafunga Ramadhani, hawakuwa na amani. Kwingi tumeona Sudani, tunaona Syria, tunaona Gaza. Amani imevurugika. Amani ni kitu muhimu sana baina yetu, na mtu yoyote anayetuharibia amani tumuogope kushinda ukoma. Ni mtu mbaya sana juu yetu. Na Mheshimiwa Jakaya Kikwete, kuna methali kwa anaisema, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Huyo mtu anayekushawishi kufanya maandamano, hapana. Tujitokeze tarehe 29 kwenda kupiga kura, na tumchague kiongozi ambaye anaweza akatuletea maendeleo katika nchi yetu. Kwa hayo machache, nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.